Donald Trump, rais wa Marekani, amemwambia katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte kwamba angependa kambi ya kijeshi inayoongozwa na Marekani ya NATO kuisaidia Washington katika kuilinda Greenland kufuatia mazungumzo katika ofisi ya Donald Trump ya Oval siku ya Alhamisi. Huku ni kushadidia kwamba Bwana Donald Trump anahitaji Greenland, lakini pia sio tu Greenland na hata mfereji wa Panama, lakini pia na hata Canada. Trump amesema atatumia nguvu ya aina yoyote kuyachukua maeneo hayo kwa maana ya Greenland, Canada pamoja na mfereji wa Panama. Amesema kwamba anaweza akatumia nguvu za kijeshi, lakini pia nguvu za kifedha ama namna yoyote kwa ajili ya kuichukua, huku akimtaka katibu mkuu wa NATO kuilinda Greenland na kuhakikisha ulinzi wa NATO katika eneo hilo ambalo litakuwa chini ya Wamarekani. Hapo awali Donald Trump alipendekeza kununua eneo hilo linalojitegemea la Denmark wakati wa muhula wake wa kwanza mnamo mwaka 2019, na amefufua mjadala baada ya kurejea ofisini. Akizungumza katika kikao cha hivi majuzi cha bunge la Congress, alisema kuwa Marekani itakilinda kisiwa hicho kwa njia moja ama nyingine. Alipoulizwa na waandishi wa habari siku ya Alhamisi kuhusu maono yake juu ya uwezekano wa kunyakua Greenland, Trump alisema, nadhani itafanyika. Sikufikiria sana hapo awali, lakini nimekaa na mwanamume ambaye anaweza kuwa muhimu sana. Unajua Mark, tunahitaji hilo kwa usalama wa kimataifa, rais huyo wa Marekani alisema, akimgeukia mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte. Tuna watu wengi ambao wanapenda na wanaozunguka ufukweni na inabidi tuwe waangalifu. Tutazungumza nawe, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Aidha, Trump alibaini kuwa Marekani tayari ina kambi kadhaa na mamia ya wanajeshi huko Greenland, akipendekeza kwamba labda utaona wanajeshi zaidi na zaidi wakienda huko. Hii ndio sababu ya Trump anataka sana kuweka mikono yake kwa Greenland na Canada, lakini pia na hata katika mfereji wa Panama. Kauli za Donald Trump zilitoa majibu ya haraka kutoka katika eneo hilo la Greenland, ambapo waziri mkuu anayemaliza muda wake wa eneo linalojitawala la Denmark, Mette Frederiksen, alienda kwenye ukurasa wake wa Facebook kumkosoa rais wa Marekani kwa kuburudisha mawazo ya kutunyakua. Inatosha, alisema waziri huyo. Greenland kwa muda mrefu imekuwa na umuhimu wa kimkakati kwa sababu ya eneo lake la rasilimali za madini ambazo hazijatumika. Inachukua kilomita za mraba milioni 2.2 na ni eneo la wakazi karibia 60,000. Pia ina kambi muhimu za kijeshi za Marekani katika eneo la Thule. Kadhalika, moja kati ya mambo ambayo wakati huu hasa upande wa nchi ya Canada, ambapo alisema siku za hivi karibuni kwamba ikiwa nchi hiyo ya Canada inahitaji sitozo ushuru, labda ikubaliane na wazo kwamba iunganishwe katika Marekani. Na hata hivyo, wakati huu wakazi wa nchi hiyo ya Canada wanasema kwamba Washington ni kama vile imeshatutangazia vita, na hivi ndivyo baadhi ya wakazi wa Canada wanavyoelezea mawazo yao juu ya namna Donald Trump anavyotaka kuichukua nchi hiyo ya Canada. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein.